Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Wapenzi ufuatiliaji na watazamaji wa TV yetu ya Al-Azhari TV Tanzania, tunarusha matangazo haya kutoka katika viwanja vitukufu vya Arafa, ikizingatiwa kuwa leo ni mwezi 9 hapa Saudi Arabia, ambapo zaidi ya watu milioni 3 wamekusanyika katika viwanja hivi kutoka mataifa mbalimbali, wakiwemo viongozi na waongozwa. Hapa nipo mbele ya Mheshimiwa Sheikh Abdallah Talibu. Mimi na wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa TV hii hatumjui Sheikh Abdallah Talibu ni nani, lakini kwa nafasi yake na kwa idhini yake atatuambia Sheikh Abdallah Talibu ni nani, halafu kuanzia hapo tutajua nini tukipate kutoka kwake. Sheikh Abdallah Talibu, salamu alaikum tena na karibu. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidi sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Ama kwa jina kama ulivyosema, naitwa Abdallah Talib Abdallah na ni katibu mtendaji wa Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana Zanzibar, ambayo ipo chini ya ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora. Na kwa cheo hicho vile vile ninakuwa ni kiongozi mkuu wa mahujaji wa Tanzania au rais wa Tanzania Hajj Mission. Wapenzi watazamaji, kwa mujibu wa taarifa hii ya utambulisho, manake tupo katika eneo sahihi la kutaka kuyajua tunayoyajua kuhusiana na haji. Lakini kabla tuendelea, tumpongeze Sheikh Abdallah Talib kwa kukubali majukumu hayo ambayo ni mazito katika sura yake, na tumwombe Allah insha Allahu azidi kumuimarisha katika nafasi zake hizo kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa na umma al-Islamia kwa ujumla wake. Sheikh Abdallah, tukianza na nafasi ya katibu kiongozi, uko kwa muda gani nafasi hiyo? Kimsingi nimeteuliwa kuwa katibu mtendaji wa Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana, ambayo vile vile inakupa kuwa ni kiongozi mkuu wa mahujaji katika Tanzania Hajj Mission kuanzia mwaka 2011. Kwa hivyo mpaka mwaka huu tunapozungumza ni mwaka wa 2025. Kwa hivyo 11 mpaka 25 ni miaka karibuni 14 tunaongoza jambo hili la hija, walhamdulillah. Mashallah. Na kwa sura hiyo manake wapenzi watazamaji, ni wakumbusha tu kwamba tunafuatilia matangazo haya na tunapata maelekezo yanayohusu mashauri ya haji kutoka kwa mmoja ya wateule wa Allah katika kusimamia shughuli hizi tukufu, lakini moja ya ubobezi katika shughuli hizi. Sheikh Abdallah, kwa muda huo ambao umeutaja na umekuwa unasimamia shughuli hizi za haji, bila shaka utakuwa umepitia katika changamoto mbalimbali, lakini mabadiliko mbalimbali ambazo kwa namna moja ama nyingine tutaomba kwa idhini yako utuelekeze. Lakini kabla ya hayo tupate kwanza kujua huu mwaka wenyewe. Sheikh Abdallah, huu mwaka Tanzania imejaliwa kuleta mahujaji wangapi? Asante sana. Tunamshukuru Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba kwa mwaka huu Tanzania imeweza kuleta mahujaji 3,503 pamoja na viongozi 33, na hawa ni wale ambao wamekuja kupitia Tanzania Hajj Mission. Hatuzungumzi wale ambao pengine wamepata tiketi kutoka au wamepata mialiko ya mfalme. Ni jumla ya mahujaji 3,503 pamoja na viongozi 33. Kwa hivyo hawa viongozi 33 wako mbali, hawako katika hesabu ya mahujaji. Na kwa kusema kwa maana hiyo kwamba katika kipindi chote cha uzoefu wangu wa masuala ya hija ni kwamba mwaka huu ndiyo kipindi ambacho katika miaka yote tumekuja na mahujaji wengi zaidi. Takriban tukitizama kwamba suala la hija tumeanza kulishughulikia katika kipindi kirefu, kwa sababu naweza nikasema pengine kabla ya hapo, pamoja na kuteuliwa mwaka 2011, lakini ofisi yangu ya Wakfu na Mali ya Amana toka mwaka 1996 ambapo ndio niliajiriwa,
ndio shughuli, ni taasisi ambayo iliyokuwa ikiendesha shughuli za hija. Lakini kabla ya hapo, kuanzia mwaka 1990 ambapo nilikuwa niko masomoni, basi nilikuwa nkisaidia kama mwanafunzi masuala ya hija. Kwa hivyo kwa umri wote huo ni kwamba mwaka huu ndio tumekuja na mahujaji wengi zaidi ambao ni mahujaji 3503. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hii yote ni katika neema zake na kuonyesha kwamba wananchi kwa kiasi kikubwa wa Tanzania wanaanza kuelewa nini ibada ya hija, na kwa msingi huo wanatekeleza wajibu wao, kwa sababu jambo hili sio kwamba ni kuonyesha ufahari, sio kwamba kuonyesha kwamba ni una pesa au vipi, lakini ni nguzo katika nguzo za Uislamu, kama ilivyo kutoa shahada, kama ilivyo kuswali, kama ilivyo kufunga, na kama ilivyo kutoa zaka. Mashaallah. Sheikh Abdallah, kwa sura hiyo manake tunasema kwamba wewe unatokana na haji na haji inatokana na wewe, lakini hili la mwisho ni kwa sababu haji ni miongoni mwa ibada za Allah, basi tuliache hivyo. Lakini una kila sababu ya kuwafundisha wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa TV hii nini maana ya haji. Hicho tutapanga kipindi siku nyingine ili tufundishe zaidi, lakini tuende katika hii haji ambayo umekuwa unaiongoza kama kiongozi. Sheikh Abdallah, bila shaka nafasi ni nyeti sana katika upande wa kiutendaji, hususan kwamba ibada yenyewe ni ibada nzito kiutekelezaji, lakini ibada ambayo inataka uaminifu, ibada ambayo inataka ushirikiano, ibada ambayo inataka kujitoa na inataka hasa kuwa na ikhlasi. Kuna changamoto gani Sheikh Abdallah ambazo unazikabili katika kutekeleza majukumu yako ipasavyo kama yapo? Unajua, katika suala zima la hija, pamoja na kwamba unapewa uongozi, hija ni amana, masulia na sharafu. Ni amana, masulia na sharafu. Ukizungumza amana, ni kwamba ni amana mbele ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu watu waliotoka wametumia pesa nyingi, wamevumilia mengi, wameacha mambo mengi, wanakuja kutekeleza ibada ya hija. Kwa hivyo kama kiongozi ni kwamba ujitahidi kwa kila hali kuhakikisha kwamba watu hawa wanatekeleza ibada yao kwa wepesi. Lakini ni sharafu, ni utukufu, na utukufu wake sio kwamba utaupata mbele ya watu. Sharafu yako utegemee kwamba utaipata kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu kaitukuza ibada hii, kaitukuza mwezi huu, kapatukuza maeneo haya. Kwa hivyo yeye mwenyewe, hawa wote waliokuja ni wageni wake. Kwa hivyo unapohudumia wageni wa Mwenyezi Mungu, ukawa ni katika sehemu ya kuhudumia wageni wa Mwenyezi Mungu, maana yake huo ni utukufu mkubwa sana. Sasa unapoelewa haya, ndiyo pengine inaweza ikakupa kwamba kuna mengine yoyote mazito ambayo unaweza ukaja ukayaona kwamba ni mepesi, kwa sababu kama unavyojua kwamba ibada ya hija si nyepesi. Na pengine pamoja mtu anaweza akasema tuna uzoefu mkubwa katika masuala ya hija, lakini takriban kila mwaka utakumbana na mambo ambayo hukuyategemea katika hapo kabla. Utakutana na mambo mpya, lakini kikubwa kinachotakikana ni namna gani utatafakari, ni namna gani utaweza kutatua changamoto ambazo zinazozuka, kwa sababu la muhimu ni kwamba kufikia katika lengo. Kufikia katika lengo, pengine watu wanatoka mwezi 8, pengine tuanze katika mwezi 8, takriban inapofika mwezi 8 kwamba mahujaji wote unataka waje zako Mina. Kwa hivyo tunahakikisha kwamba unakwenda, watu wanatembea katika Mina, unazipanga kamati, lakini inabidi ufuatilie mabasi yanayokwenda, kwa sababu kuna mabasi yanakuja mengine yanaharibika, mengine yana matatizo. Kwa hivyo kwa vile mna viongozi wanawasiliana na wewe, unaweza kupeleka basi jingine, ujue hali ikoje, na hili ndilo ambalo linaweza likasahilisha. Kwa hivyo unapozungumza katika ibada ya hija, ujue kwamba katika kuanzia mwezi 8, mwezi 9, mwezi 10 ni kipindi ambacho hutolala, ni kipindi ambacho hutopumzika, ni kipindi ambacho inabidi uvumilie lolote litakalokuja, lakini ujitahidi kuwa mchangamfu. Hata kama umechoka, usiwaonyeshe watu kwamba wewe umechoka. Uonyeshe kwamba uko timamu, lakini na vile vile uizoeshe akili yako kwamba ifanye kazi katika mazingira yaliyokuwa ni magumu sana. Kuna viongozi wengine wanakuwa wanachanganyikiwa. Kuna viongozi wengine, pengine kuna mahujaji wengine wanalaumu sana. Kuna wengine pengine unaweza ukaanza wakatukana, lakini sasa katika hija tunajua namna gani ya kufanya kazi katika hilo. Kila mmoja umweke pahala pake, umfahamishe na uweze kutekeleza, ili mradi tumhakikishe kwamba yale majukumu yanaweza yakaja.
Pengine kama siku hii ambayo tulikuwa tunakuja, unakuja kutizama, pana watu ambao ni wagonjwa, kuna watu ambao pengine wamechanganyikiwa. Katika dini yetu tunao watu wa namna hiyo, lakini ujue namna gani viongozi utawaongoza waweze kudili na watu katika hawa. Kwa hivyo unapokuja katika hija, ujikubalishi kwamba wewe kiongozi, kwamba si kiongozi kwamba wa kuheshimiwa, wa kutukuzwa, lakini ni kiongozi kwamba unabeba dhamana na masuhulia na dhamana iliyokuwa nzito. Uhakikishe kwamba wewe ni mhudumu namba moja. Kwa hivyo unapokuwa mhudumu namba moja, maana yake uwe uhudumie, ulikubali jukumu hilo. Na iwapo utalikubali jukumu hilo na utalitekeleza kwa moyo mmoja, Mwenyezi Mungu anasema walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, na wale ambao wanajitahidi kwa ajili yetu basi tutawaongoza, tutawafanyia wepesi. Na tunapozungumzia hija, hii ni utekelezaji, lakini mipango yake haianzi sasa. Kwa sababu kwa mfano kama sasa hivi tunakwenda kesho kutwa, leo ni mwezi 9, 10, 11, mwezi 12 tuna mkutano ambapo tunaenda kufungua hija ya mwakani, na baada ya hapo patakuwa pana shughuli mfululizo. Sasa katika yote haya ni vyema uwe unafuatilia, uwe unapanga, unajitahidi kuelimisha, na hili ndilo ambalo linakuwa ni siri katika mafanikio. Ukiona changamoto, unajua kwamba changamoto hiyo ni sababu ya kukupelekea, ni fursa ya kufikia katika jambo jingine, na ni uzoefu ambao utautumia katika hali nyingine. Bismillah, mashallah. Sheikh Abdallah, kama nikikunukuu dakika chache zilizopita umesema kwamba mwaka huu idadi ya mahujaji imeongezeka kiasi ambacho huenda kwa mujibu wa kumbukumbu zako ni mara ya kwanza kufika idadi hii iliyotaja ya 3,500 plus viongozi, mbali na visa nyingine ambazo labda zitakuwa tofauti na ambazo unazisimamia wewe katika ofisi yako. Turudi hapo Sheikh Abdallah, je, kuna mipango maalum kule nyumbani Tanzania inafanyika ya kuhakikisha mnafikia idadi hizi na zaidi ya hizo, au idadi hii inakuja kwa bahati mbaya? Idadi kwanza tuliyoitaja ya watu 3,500 kwa Tanzania ni idadi ndogo sana, kwa sababu mahujaji ambao tunatakiwa kuwaleta Tanzania ni mahujaji 25,600. Kwa hivyo unapozungumza 3,500 ukilinganisha katika 25,000 ni idadi ambayo ni ndogo sana. Hatujafika hata ile robo ambayo tunatakikana kuleta mahujaji kwa mwaka. Na hii kuongezeka idadi si kwamba kumekuja kwa bahati mbaya, ni jitihada. Kwa sababu kama tunavyokumbuka, ukitizama katika historia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomwamrisha Nabii Ibrahim, alimwambia waadhin fi nnasi bilhajj, walinganie watu kuhiji. Walinganie watu kuhiji. Ukiwalingania ya atuka rijalan, watakujia kwa miguu, wa ala kulli dhamirin, na juu ya kila mnyama aliyokonda, watakujia kutoka kila maeneo ya mbali. Kwa hivyo katika hija kuna taasisi nyingi ambazo zinazosafirisha mahujaji, lakini nyingi ya taasisi ni kwamba wanasajili hija, hawalingani hija. Kwa hivyo kinachotakikana ni kulingania watu hija, kwenda kuwafikishia ujumbe. Wapo watu wengi Tanzania kwamba wanafikiria kwamba hija ni jambo la hiari. Hija ni jambo la lazima. Hija ni jambo la lazima. Kuna watu wanafikiria kwamba wanapoambiwa kwamba uwezo katika hija, wanafikiria labda uwezo uwe una pesa au una hela ambazo hazina kazi. Ni kwamba hija inatakikana wewe mwenyewe uchukue jitihada ya kuweka hela zako mpaka zitimie, na zikitimia ndiyo uweze kuja kutekeleza ibada ya hija. Kwa hivyo sio kwamba usubiri katika nini. Kuna watu wengi inawezekana ana mali, ana viwanja, ana nyumba, anapokea mshahara mkubwa, anafanya harusi ya mamilioni, lakini pengine swala la hija bado hajaliweka katika kipaumbele. Kwa hivyo hili, kama ambavyo saumu ilivyokuwa ni wajibu, kama ambavyo swala ilivyokuwa ni wajibu, mtu anatakikana aje na hija. Na kuna njia nyingi ambazo pengine mtu anaweza akazitumia. Hataki kutumia rasilimali yake, anaweza akaja akachukua, pengine kwa vile ana uwezo wa kunini, akachukua akachanga kidogo kidogo. Na hili ni kitu ambacho kwa Tanzania fikra hii tunataka kuileta, kuanzisha mfuko wa hija. Kwa hivyo hili ni moja ambalo linaweza likasaidia kwa watu kuja kuchanga kidogo kidogo. Lakini zaidi ya hilo, tuna mpango wa kuelimisha sasa hivi umekuwa ni mkubwa, na tumekusudia kwa mwaka huu kuendeleza zaidi, tupate vipindi vingi zaidi katika TV,
tupate vipindi vingi zaidi katika redio, lakini tufanye ziara na makongamano katika mikoa mbalimbali. Kuna kipindi tuliwahi kuzungumza na Bi'thatul Haji ya Indonesia, wanatuambia kwamba kwao mtu kwamba ushaandikisha hija, ushatimiza ibada ya hija, lakini inakubidi kusubiri kama miaka 15 ndio upate nafasi. Lakini kwa nchi kama Malaysia, mtoto anazaliwa leo, kwa vile watu wamekuja wameelimika sana, wamepata tawia, wamepata hamasa kubwa ya hija, ni kwamba ile siku anozaliwa ndio siku anaandikishwa kutekeleza ibada ya hija. Na kwa msingi hii ukaenda kuandikisha hija leo, labda unaweza ukaambia bwana, hapa baada ya miaka 50 ndio unaweza ukatekeleza ibada ya hija. Na hilo, kwa hivyo zile nafasi zetu pengine 25 sisi tunazitumia 1000, ni kwamba wenzetu wanakuwa wanazitumia, kwa sababu wao ukitizama miaka 15 mbele iko hija. Kwa hivyo ibada ya hija inataka mkakati maalum. Kuna kipindi tulikuwa tunajifunza kutoka kwa Bi'thatul Haji ya Irani, walituambia kwamba wao kabla ya hapo hawakuwa watu wengi wakija kutekeleza ibada ya hija wala umra. Watu wengi walikuwa wakenda Ulaya, wanakwenda Thailand, wanakwenda wapi. Lakini baada ya kuja walianzisha television maalum na radio maalum ambazo inazungumza hija 24 saa 24 inazungumza kuhusiana na habari za hija. Kwa hivyo baada ya kufanya vipindi hivyo, basi wanasema watu wamekuwa wengi, na katika nchi ambazo zinakuja na mahujaji wengi utakuta ni Irani vile vile, na ukitizama wanakuja wana magazeti yao wana nini, kwamba inakuja kwa ile hali nzuri. Kwa hivyo hata Tanzania tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba sasa hivi tunakuja, idadi imekuwa kidogo, lakini bado panahitajika jitihada ya maalum kwa watu, kwa kila mwenye uwezo aweze kuhamasisha. Kama TV yetu, TV Azhar hii inakuja inarusha taarifa, inahitaji kwamba vile vile ielimishi zaidi. Kuna watu wako katika mikoa mbalimbali ambao wanahitaji kujua, kuna wengine hawajui, na ndio maana hata kuna wengine wanakuja kusema si lazima kwenda, wanatokezea watu sasa hivi wanasema si lazima kwenda kutekeleza ibada ya hija Maka. Kwa hivyo idadi imezidi kutokana na swala zima la tawia, lakini vile vile na kuwepo hii fursa ya kuwepo taasisi mbalimbali ambazo zinatoa huduma za namna tofauti. Kwa sababu inawezekana kuna mtu anakuja kuona kwamba labda mimi nikienda hija nitakuja nitapata pengine kuna huduma ninazozitaka. Ni kwamba mtu kwa huduma yake, kwa gharama anazoziweza, ndivyo anaweza akatekeleza ibada ya hija. Anaweza akaja ibada ya hija kwamba mimi uwezo wangu ni hali ya chini, lakini nataka nifike tu Maka, nitakula hii kitu cha kawaida. Huduma hizo ziko taasisi ambazo zinatoa. Kuna huduma kwamba mtu mimi bwana siwezi, nataka nikenda nipande ndege business class, nipate katika nende nikakae katika hoteli kama iko nyota 10, halafu nitembee katika zangu nije na GMC. Huduma hizo zipo, nipate hema zima peke yangu. Huduma hizo zote zipo na zinatolewa. Kwa hivyo hii kuwepo huduma za namna ya tofauti kwa mtu kwa mujibu wa uwezo wake au mahitaji yake, vile vile ni katika kitu ambacho kinachangia kuja katika kuwaleta watu katika ibada ya hija. Bismillah, mashallah. Hajjun mabrurun wa dhanbun maghfurun. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.